Miongoni mwa faida za mwezi wa Ramadhani, umekuja mwezi huu kutupamba na sifa ya huruma, hasa kwa wale ambao kwamba hawajiwezi, hasa kwa wale ambao kwamba hawana nafasi ya dunia. Huu mwezi wa Ramadhani, Mtume sallallahu alaihi wasallam utoaji wake ulikuwa ni wa hali ya juu. Alikuwa akikithirisha mno katika jambo la kutoa. Na wewe ambaye kwamba unaonja uchungu wa njaa kwa masaa ya kuhesabika, thumma atimu siyama ila layli, usiku ikifika, magharibi kiingia, utakula, lakini huenda maskini muda ule bado anapigana na njaa yake kwa sababu hanacho. Wewe utafunga ayyama maadudati, siku za kuhesabika 29 ama 30, lakini kuna siku 360 na kwa mwaka mzima. Huyu ambaye kwamba hana nafasi ya dunia, kwake njaa ni kama vazi la kawaida. Ramadhani imekuja kutufanya tuwe ni wenye kuwakumbuka hawa ambao kwamba hawana nafasi. Na Muislamu, usiwasahau hawa wanyonge. Tafuta radhi za Allah kupitia hawa wanyonge. Tizama Mwenyezi Mungu anavyowazungumzia katika Qur'ani. Watu wa motoni watawauliza watu wa peponi, watu wa peponi watauliza watu wa motoni, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallina wa lam naku nut'imul miskina, kipi kimewapelekeni mkaingia motoni? Watajibu, watasema hatukuwa tukiswali na vile vile hatukuwa tukiwalisha maskini chakula. Wako motoni wanawakumbuka maskini. Mwenyezi Mungu anasema tena, araaita alladhi yukadhibu biddin fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Katika alama za mtu kuwa anakanusha siku ya Kiyama, mbali na kumsukuma yatima, Mwenyezi Mungu akataja na hajihimizi jambo la kuwalisha maskini chakula. Na yule atakayepawa kitabu chake kwa mkono wa kushoto, wal-iyadhu billah. Kwa nini amepewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto? Innahu kana la yu'minu billahi al-azim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Alikuwa hamwamini Mwenyezi Mungu na alikuwa hajihimizi jambo zima la kuwalisha maskini chakula. Hawa maskini, Mtume anasema, ittala'tu fil jannati fara'aitu akthara ahliha alfuqara, niliangalia peponi nikawaona wengi waliojaa peponi ni watu mafukara. Tutafuteni radhi za Allah kwa hawa mafukara. Jambo la huruma. Kuna mwanamke ameingia motoni kwa ajili kakosa huruma, na kuna mtu aliingia peponi kwa ajili ya huruma. Huyu mwanamke alimtesa paka wake, akamfungia mpaka akafa njaa kwa makosa aliyofanya, ikawa ni sababu ya kuingia motoni. Na kuna mtu alikuwa anatembea akazidiwa na kiu, akakutana na kisima, akashuka mle ndani kwenye kisima, akanywa maji. Alipotoka akamwona mbwa anarambaramba mchanga kando ya kisima. Yule mtu akasema, da, huyu jibwa amepatwa na kiu kilichonipata mimi. Akarejea ndani ya kisima mara ya pili, akateka maji na hofu zake, viatu vya ngozi vya zamani, akazuia na meno yake, akaparaga huyo mpaka akatoka, akamnywesha yule jibwa. Naam, ikawa ni sababu yake ya kuingia peponi. Mtume anasema, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, wahurumieni, wasikitikieni waloko ardhini na nyinyi atawahurumieni aloko mbinguni.